Tumekuja katika gereza hili kuu la Isanga kuja kuona utekelezaji wa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Tulikuwa tumekutana pamoja na kamishna jenerali wa magereza Katungu ambaye tumeongozana naye, tumepita, tumeona katika gereza la upande wa jiko la wafungwa wa kiume na upande wa kike, tumeona utekelezaji wake. Kwa hapa nishati safi ya kupikia ambayo inatumika kwa sasa ni ile ya mkaa safi wa Rafiki pamoja na nishati ya gesi, na hii tumepewa taarifa na kamishna jenerali Katungu, ikiwa ni uthibitisho kwamba magereza yote 129 ambayo tulisaini mkataba nao sasa hivi wameondokana kwenye matumizi ya nishati ya chafu ya kupikia, na hii ni hatua kubwa kwa sababu sasa hivi wanaendelea tuna maboresho ya majiko au sehemu za kupikia, na vilevile na kwenda kwenye hatua zingine za nishati safi ya kupikia nje ya mkaa Rafiki na gesi. Na hii magereza tunawapa pongezi kwa hatua hii ambayo wamefikia, maanake hii wamelikamilisha mwaka jana mwezi Disemba, na kwa hiyo wametekeleza maelekezo ambayo yalitolewa na Mheshimiwa Rais kwamba sehemu ambazo zina watu 100, zaidi ya watu 100 zitoke kwenye kutumia nishati chafu ya kupikia, na wakala wa nishati vijijini utaendelea kuisapoti magereza katika kukamilisha utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuhusiana na kutumia nishati safi ya kupikia, kwa sababu lengo ni kufikia mwaka 2034 80% ya Watanzania wao wanatumia nishati safi ya kupikia, na katika hao Watanzania ni pamoja na taasisi hizi lakini yote tutafanikisha kwa sababu magereza wao ndio wamekuwa kiranja sasa, wametangulia katika utekelezaji wa hili jambo kama taasisi za serikali. Kwa nchi nzima tunayo magereza 129 ambayo tayari tumekwisha achana na matumizi ya kuni na sasa tunatumia nishati safi magerezani. Kwa hiyo magereza yote nchini tayari tumeshaanza kutumia nishati safi, na ugeni wa leo umekuja kushuhudia namna ambavyo tumekwisha anza matumizi ya nishati safi. Lengo kuu ni kuhakikisha kwamba tunaendeleza matumizi ya nishati safi katika magereza yote, tunaimarisha matumizi ya nishati safi ambayo yamekuwa na faida nyingi, na miongoni mwa faida hizo ni pamoja na kupunguza gharama, hali ya kuimarisha ulinzi na usalama, lakini pia matumizi ya nishati safi yamekuwa na faida kubwa katika afya za wale wafungwa ambao wanapika chakula cha wafungwa gerezani. Lakini kubwa zaidi, tumekuwa tukiokoa muda. Awali wakati tunatumia kuni tulikuwa tunachukua muda mwingi sana kwa ajili ya kuandaa chakula cha wafungwa, lakini baada ya maamuzi ya kutumia nishati safi, muda wa kuandaa chakula cha wafungwa umepungua, na hivyo kumekuwa na ufanisi mkubwa. Kwa hiyo tunaendelea na jitihada hizi za kuhakikisha kwamba tunaimarisha matumizi ya nishati safi katika magereza yote, kwa sababu yamekuwa na manufaa makubwa kwa taifa, lakini pia ndani ya uendeshaji wa magereza yetu. Gereza hili ni mojawapo ya magereza 129 ambayo yamefadhiliwa na wakala wa nishati vijijini kutumia nishati safi ili kuachana na uharibifu wa mazingira na ukataji miti kwa ujumla. Tunayo faraja kubwa kusema kwamba tumeona nishati safi ambazo ni aina mbili. Wanatumia makaa ya mawe pamoja na gesi ambayo ni LPG. Katika gesi kuna tenki la tani 1 pamoja na tani 3. Kwa ujumla tumefaidika sana, majiko yameboreshwa kwa kiwango kikubwa sana, na chakula kinachopikwa kinapikwa sehemu ambayo ni safi na watu wanapika kwa amani. Kwa hiyo niseme tu kwamba tumetaarifiwa pia na mkuu wa magereza kwamba magereza zote sasa hivi hazitumii swala la kuni. Kwa hiyo ni faraja iliyoje. Napenda kuchukua fursa hii pia kusema kwamba pamoja na hiyo kazi kubwa inayofanyika kwenye mabadiliko ya matumizi ya nishati safi katika magereza yote nchini, pia sisi kama wakala wa nishati vijijini tumesaini mkataba wa kuwawezesha watumishi wote wa magereza kuhakikisha kwamba wanahama katika kutumia nishati chafu na kutumia safi. Kwa hiyo tunategemea kuanzia mwezi wa 6 watu wa huduma hawa watapita katika magereza zote nchini kuhakikisha watumishi hawa wanapewa mitungi ya kilo 15 pamoja na jiko la pleti 2 kwa maana ya majiko mawili. Kwa hiyo tunapenda kuchukua fursa hii kwa dhati kabisa kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
katika kuwezesha masuala haya ya nishati safi ya kupikia, kwa sababu hii ni juhudi ya Mheshimiwa Rais, lakini pia tunaipongeza Wizara ya Nishati kwa usimamizi wake mzuri katika masuala zima ya nishati safi ya kupikia na Bodi ya Nishati Vijijini ambayo imekuwa ikitoa miongozo mizuri kwa sisi watendaji ili tuweze kufanya vizuri tukiongozwa na Mhandisi Hassan Saidi ambaye ni mkurugenzi mkuu wa Wakala wa Nishati Vijijini. Sisi tunaamini nishati safi inawezekana. Kama magereza wameweza, ina maana na taasisi nyingine zige mfano huu, walete maombi yao REA kwa ajili ya kuweza kupata financing au tuwawezeshe kifedha, kiutaalamu waweze pia kuhamia kwenye matumizi ya nishati safi.